Watu 11 wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza kwa tuhuma za kuiba na kuharibu miundombinu ya serikali ikiwemo betri za taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi DCP Wilbrod Mutafungwa, watuhumiwa 4 wamekamatwa kwa tuhuma za kuiba betri hizo, huku wengine 7 wakidaiwa kuzipokea kupitia biashara ya vyuma chakavu. Polisi wamekamata betri 4, mizani 5 na bajaji iliyotumika kusafirisha vifaa hivyo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini mtandao mzima wa wahusika. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limeendelea kufanya misako ya kudhibiti na kukamata uhalifu wa matukio mbalimbali ya kijinai. Tangu tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu limefanikiwa kuwakamata watu 4 kwa tuhuma za wizi wa betri za sola zinazofungwa katika taa za barabarani zilizoibiwa katika maeneo ya Sabasaba kuelekea Usweru katika wilaya Ilemela. Taa za sola zilizopo katika barabara inayoanzia eneo la Pasiasi hadi Buzuruga wilaya Ilemela, ambayo inaitwa barabara ya Balewa ambayo iko wilaya Nyamagana, na barabara ya Pamba hadi Mbugani wilaya Nyamagana, na barabara ya Isamilo, hivyo kusababisha taa hizo kushindwa kuendelea kutoa mwanga katika mitaa hiyo. Watuhumiwa waliokamatwa majina yao ni kama ifuatavyo: Zakaria Marwa Kyolyo ana miaka 17, ni mkazi wa Mabatini. Abdul Rashid Ramadhani mkazi wa Kitangili ana umri wa miaka 27. Ernest Clement Mtiku miaka 25, huyu dereva bajaji na mkazi wa Igogo. Wanne ni Leonard Peter Ezekiel miaka 19, mkazi wa Nata katika wilaya Nyamagana. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea na operation kali kuhusiana na tukio hilo na limeweza kufanya mahojiano ya kina kwa watuhumiwa hao waliokamatwa, ambapo limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wengine zaidi 7, ambao hawa watuhumiwa 7, watu 7 hawa ni wafanyabiashara wa vyuma chakavu jijini Mwanza. Wafanyabiashara hawa wamekamatwa na wanatuhumiwa kwa kupokea betri hizo za sola za taa za barabarani zilizoibiwa, hivyo kuchochea wizi na uharibifu wa miundombinu hiyo ya barabara. Watuhumiwa hao ambao wamekamatwa na wanaendelea kuhojiwa, majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa John Richard Kabesa miaka 28, mfanyabiashara na mkazi wa Nyasaka Ilemela. Wa pili ni Richard Kabesa miaka 57, mfanyabiashara na mkazi wa Nyasaka wilaya Ilemela. Wa tatu ni Wilson Jackson Anania miaka 41, mfanyabiashara na mkazi wa Mbugani wilaya Nyamagana. Wa nne ni Yohana Gabriel Mudeche ana miaka 36, huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Nyakabungu wilaya Nyamagana. Wa tano ni Everest Charles Katoto miaka 41, mfanyabiashara na mkazi wa Urunia kata ya Kahama wilaya Ilemela. Wa sita ni Ali Musa Talimo miaka 56, mfanyabiashara na mkazi wa Nyamanoro wilaya Ilemela. Wa saba ni John Emmanuel ana umri wa miaka 60, ni mfanyabiashara na mkazi wa Buongwa katika wilaya ya Nyamagana. Katika msako huu ambao kama nilivyosema unaendelea, tumefanikiwa pia kukamata betri 4 zilizokuwa zimeibiwa katika matukio hayo za taa za barabarani ambazo zinatumia nishati ya jua, yani solar panel. Pia tumefanikiwa kukamata mizani 5 inayotumika kupima uzito wa betri hizo zinapokuwa zimeibiwa na vifaa vingine vya kufanyia uhalifu. Lakini pia tumeweza kukamata bajaji moja yenye namba za usajili MC 335 FJR. Hii ni aina ya TVS iliyokuwa ikitumiwa na wezi hao kusafirisha betri kutoka kwenye maeneo ya matukio na kuzipeleka kwa wanunuzi. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea na jeshi la polisi linaomba wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kulinda miundombinu ya barabara iliyopo katika maeneo yao, kwani miundombinu hiyo ni kwa faida yao wenyewe.
na serikali inatumia gharama kubwa za fedha katika ujenzi wa barabara hizo. Kwa upande wa wahalifu, Jeshi la Polisi linatoa onyo kali kwa watu kutojihusisha na uhalifu wa aina hiyo na uhalifu mwingine wowote ule, kwa sababu Jeshi la Polisi liko makini katika kulinda wananchi na mali zao na miundombinu yote ya serikali. Aidha, tunawataka wananchi kusaidiana na Jeshi la Polisi katika kutoa taarifa pale wanapobaini kuna uharibifu, kuna wizi wa miundombinu yote ya serikali katika wilaya zao. Watuhumiwa wengine ambao wataonekana kuhusika na tukio hili wataendelea kukamatwa, na hawa ambao tumeshawakamata, uchunguzi ukikamilika, watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.